Bana, mambo vipi? Naitwa Mfuru, bingwa wa misimu yote. Nimekutana na mwamba hatari kabisa. Atajitambulisha kwa majina yake, then tutaendelea na programu yetu. Bro, mambo vipi? Mambo fresh kabisa. Naitwa Dennis David aka DNS, msanii wa filamu na muziki Tanzania. Nimekutana na mtu mbadi hapa. Huyu wanamuita Dennis David, mfalme kabisa. Mimi nimemfahamu kupitia filamu yake ya kwanza. Na hii sio itakuwa ni ya kwanza, inaitwa Jungu la Ulisi. Alikuwa hatari, alifanya vizuri. Sasa naomba tuende kwenye zoezi letu ambao wanafeli watu wengi. Bro, nataka nikuulize maswali mawili matatu. Ta challenge sisi kama FJ TV. Kuna kipindi namna ya ukuaji wetu. Kuna vitu tulikuwa tunavifanya kipindi hiko. Afu kipindi hiko ulikuwa unajiona wajanja sana. Lakini sasa hivi kila ukikaa ukikumbuka kile kitu, unajua sasa pale nilikuwa nafanya ujinga, ni kitu gani? Unajua matukio mengi ya utotoni au ya zamani yanatia aibu sana. Unajua ukisema urudie bwana, watu watasema kumbe na huyu alikuwaga hivyo, umeelewa? Lakini uko na tabia fulani hivi kiukweli nilikuwaga sikapendi, na kama ningerudi utotoni nisingekarudia. Nilikuwaga mimi na rafiki zangu tulikuwaga na tabia moja ya wizi. Lakini sio wizi mkubwa sana. Tulikuwaga tukikuta gari imepaki lakini imepasuka taa. Unaona gari, unajua ile gari zinakuwa na taa. Lakini kuna taa unaweza kukuta imepasuka kioo, lakini balbu unaiona kwa ndani, si ndio? Sasa zile sisi tulikuwa tunapita nazo sana zile. Sasa nataka niulize, baada ya kupita na balbu mnaenda nazo wapi? Tunaenda kuuza. Tunaenda kuuza garage, sehemu wanauza spare. Na upewe hela nyingi, unaweza kupewa 500 buku, yani hivyo. Lakini sasa kile kitendo cha kuiba ndio kilikuwa kiukweli nikikifikiria kinachekesha sana. Dennis David alikuwa mwizi. Tuseme hivyo, alikuwa mwizi, lakini hiyo katika namna ya ukuaji wake ndio vitu ambavyo alikuwa anavipitia. Sasa bro, nataka nikuulize swali lingine. Ili swali ukipatia, kipindi kinakuwa kimeisha. Ukikosea, unatakiwa mimi nikuchagulie nyimbo uimbe. Okay. Uko razi? Iwe tu ya msanii ninayemjua. Sasa mimi nataka ukosee ili uangalie kamera useme umeyakanyaga. Sasa mimi kukosea siwezi. Wewe ndio umeyakanyaga leo. Tuendelee. Sasa nataka unitajie nchi gani ni ndogo kuliko nchi yoyote duniani? I think Burundi. Ukiangalia kwenye mapa ya Afrika, Burundi ndio kama kanukta hivi. Bana, mimi kwa upande wangu amekosea, na nimesema ili swali nitaliuliza mpaka wapatie. Bro, nikuulize. Msomali una nchi ngapi? Mambo gani hayo? Wewe umeniuliza nchi, yani taifa. Mambo ya Msomali yamekujaje? Mimi nimekuuliza nchi, sio taifa. Sasa nchi hujasema ya Msomali, kwa sababu Msomali wenyewe hauna nchi moja. Msomali una nchi, kuna 2, 3, 4. Dunia nzima ni nchi ngapi? Dunia nzima ina nchi ngapi? Hilo hata ukinijibu na kukupa zawadi. Mimi basi umeyakanyaga. Naomba nikuchagulie nyimbo niimbie. Okay, poa. Naomba uniimbie nyimbo ya Aisha Mashauzi, Mama ni Perazi. Matusi haya sasa, ndugu yangu, nakuelekea tunatukanana huko. Bora ungechagua hata nyimbo ya Mzee Yusufu. Bwana wewe. Basi angalia kamera. Naiangalia tu kwa kweli, natoa na miwani. Mimi niimbe nyimbo ya Aisha? Uongo. Umeyakanyaga. Kabisa nimeyakanyaga. Usisahau kusubscribe, kucomment, kulike ili wewe wa kwanza kupata video zetu. Huyo ni Dennis David.